Iran sasa haitaki mazungumzo ya nyuklia na Marekani, ikisema kwamba hayana maana yoyote kutokana na kile kilichofanywa na Israel, ambapo Iran inaamini kwamba mashambulizi yaliyofanywa na Israel yamepitia mgongo wa Marekani na hivyo wao hawana mpango tena wa kufanya mazungumzo na Marekani kuhusu suala la nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran amesema kuwa mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran hayana maana kufuatia mashambulizi ya kinyama ya Israel, huku akishutumu Washington kwa kuunga mkono uchokozi huo. Ismail Bagher amesema katika taarifa kuwa upande wa pili, kwa maana ya Marekani, umechukua hatua ambayo inafanya mazungumzo kutokuwa na maana. Huwezi kudai unataka majadiliano na wakati huo huo unaruhusu utawala wa Israel kulenga ardhi ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia amesema utawala wa Israel umefanikiwa kuathiri mchakato wa kidiplomasia na kwamba mashambulizi ya Israel yasingefanyika bila ya idhini ya Washington. Awali Iran ilishutumu Marekani kwa kuhusika katika mashambulizi hayo ya kikatili ya Israel. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa idadi isiyo rasmi ya vifo kutokana na mashambulizi ya kigaidi ya Israel katika mkoa wa Tehran pekee inakadiriwa kufikia 78 na 129 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Duru ya 6 ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yalipangwa kufanyika siku ya kesho Jumapili mjini Muscat, Oman, lakini haijafahamika iwapo yatafanyika baada ya mashambulizi ya Israel ama la. Lakini kutokana na kauli hii iliyotolewa na Ismail Bagher, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni, ni wazi hakutakuwa na mazungumzo tena kutokana na kile kilichofanywa na Marekani na kushauriana na Israel katika kushambulia Iran. Rais wa Marekani Donald Trump aliambia shirika la habari la Reuters kwamba yeye na timu yake walijua kwamba mashambulizi ya Israel yanakuja, lakini bado wanaona kuna fursa ya kupata mwafaka. Hata hivyo, Donald Trump, rais wa Marekani, alifurahishwa na mashambulizi yaliyofanywa na Iran, akisema swadakta, wamefanya jambo jema sana kuishambulia Iran. Hata hivyo, yeye pia amesema kwamba wakati ambapo mashambulizi haya yamefanyika, ole wao Iran wafanya mashambulizi dhidi ya Israel, atahakikisha anaunga mkono Israel katika kuishambulia Iran. Na wakati huu tusubiri ni nini ambacho kitatokea kutokana na kile alichokizungumza rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye mara kadhaa amekuwa akieleza kwamba lazima hawezi kuiacha Israel ipigwe na Iran. Kadhalika kiongozi huyo hata kipindi cha nyuma alidai kwamba alizuia Israel isifanye shambulizi dhidi ya Iran, akiamini kwamba mashambulizi hayo yataweza kusababisha hali kwa tofauti katika eneo zima la ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini pia itavuruga mazungumzo kati ya Iran pamoja na Marekani. Hata hivyo, ametoa onyo kwa Iran kwamba endapo hawatashiriki katika mazungumzo hayo siku ya Jumapili, basi yeye atakuwa amemalizana nao na kwamba mpango wake utakuwa ni ule ule, kwa maana tayari muda aliowapa wa siku 60 ulishamalizika na siku ya Ijumaa ilikuwa ni siku ya 61 na hivyo siku ya Jumapili itakuwa ni siku ya 63. Kwa hivyo hatakuwa na msamaha tena kwa Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia na kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.